sio jambo zuri kama Simba wataendelea kuweka au kuongeza idadi ya makocha kwenye kikosi chao. Kama kuna kocha atakuja, basi wamtangaze, na kama wanataka kupunguza hiyo kitu, wampatie Matola. Kama wanamchukua Hemed kuwa msaidizi wa Matola, inaweza kawa ni nzuri, lakini Matola baki kama kocha mkuu. Lakini sana sio tena baadaye tena aje kocha mwingine, nadhani itaenda kuwa athari moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kuhusishwa ni kuzuri. Wasiwasi wangu ni kwamba anaenda kuongeza nini akiwa Simba na anapoteza nini kwa kuondoka JKT. Hivi ndio vitu ambavyo watu wengi hawaviangalii, kwa sababu mwisho wa siku lazima tuangalie ili mpira wetu ukue, lazima tuwe tuna makocha wengi na wenye ubora. Sasa ili waweze kuonekana kama ni makocha bora kwenye level ya Afrika, lazima wakafundisha Simba na Yanga. Lakini je, Simba na Yanga wanaweza katoa room kuwapatia hawa wenyeji nafasi ya kufundisha Simba na Yanga? Ni mara chache sana. Kwa hiyo sehemu aliyokuepo JKT Tanzania ilikuwa ni sehemu ya yeye kujitangaza na kufanya makosa na kuweza kurekebisha makosa yake bila pressure kubwa. Unapoenda Simba, maana yake kwanza tutaacha kukuona wewe. Tunaanza kuona Matola kama ni kocha mkuu, au kama kuna kocha mkuu tunaanza kumuona kocha mkuu. Wewe tunakufuta tayari kwenye eneo la kukuona. Lakini pia ukishaenda kuwa kocha mkuu, unaenda kuwa kocha msaidizi, unaenda kupungua sehemu ya kufanya maamuzi ya mwisho. Decision making yako inakuwa ni ndogo. Kwa kama inakuwa ndogo, unapunguza uwezo au ushawishi kwa wachezaji na hata kwenye jamii ambayo ulikuwa nayo. That's why kocha msaidizi kwenda kuwa kocha mkuu ni rahisi kwenye timu ile ile. Akienda kwenye timu nyingine inabidi iwe ni timu ndogo kuliko ile itoka. Sio kanaeleka vizuri. Naam. Lakini akienda kwenye timu zinazofanana na levels, hawezi kuchukuliwa kama ni mchezaji fulani, kocha fulani special.